Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Diamond Platnumz amezungumzwa kubwa sana huko kwenye mitandao ya kijamii na kuzungumzia kuhusiana na media yake ya Wasafi Media. Kumekuwa na mijadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii, wengine wakiwa wanajiuliza nini ambacho kinaendelea katika media ya msanii Diamond Platnumz, media ya Wasafi. Lakini Diamond alikaa kimya kwa kipindi chote, hakutamani kuzungumza lolote wala hakutamani kumjibu mtu yeyote ambaye alikuwa akimuuliza kuna kitu gani ambacho kinaendelea katika media yake. Tulianza tu kuona watangazaji wanaondoka, wakina Juma Lokole hawa wanaondoka, wakina Oscar, wakina Alia, wote wanaondoka. Tukawa tunajiuliza nini ambacho kinaendelea katika media ya Wasafi. Diamond Platnumz akaamua kukaa kimya, lakini pia wale watangazaji tunaweza kusema tunawapongeza, hawakuwahi kuzungumza nini ambacho kinaendelea katika ile media. Lakini ilifika hatua dada wa Diamond, Esma Platnumz, alizungumza na kudai kwamba wafanyakazi ambao walikuwa wanafanya kazi pale Wasafi, kuna kipindi Esma anasema yeye ni rafiki mkubwa sana na mtangazaji Alia. Waliwahi kuzungumza. Alia alikuwa analalamika kwamba Diamond anawacheleweshea malipo yao, anawacheleweshea mishahara. Jambo hilo ilipelekea baadhi ya wafanyakazi kuanza kuondoka, mambo kama hayo. Lakini baadaye yakaibuka mapya, ikasemekana Diamond amefilisika, hana uwezo tena wa kuweza kuendesha hiyo media, hana pesa. Mambo yameibuka mengi sana, lakini tunaweza kusema Diamond Platnumz siku leo ameweza kujibu maswali ya mashabiki zake, lakini pia ameweza kuwaonyesha watu kwamba yeye kweli ni msanii Diamond Platnumz. Kwanza kabisa Diamond ameweza kuzungumza live na waandishi wa habari, na jambo kubwa ambalo alikuwa analizungumzia ni kuhusiana na ujio wake mpya wa media yake ya Wasafi Media. Kwanza kabisa akiwa anadai kwa sasa hivi kitu ambacho anakitaka, anataka kurejesha kila kitu ambacho kimeharibika katika mifumo, kuanzia watangazaji wake wazuri, lakini pia ukifuatiwa vipindi vyake vizuri ambavyo alikuwa tayari ameshaviweka. Lakini kitu kingine ambacho Diamond amekizungumza, amedai kwamba pale katika media ya Wasafi kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vinaendelea ambavyo watu wengi wakawa havifahamu. Diamond anakuambia katika media nzima ya Wasafi walikuwa wamiliki wawili, yeye pamoja na mwingine ambaye yeye binafsi hakutamani kumtaja jina, japokuwa baadhi ya mashabiki wao wakiwa wanampointi kwamba huenda ni Profesa Lugumi, huyu mwanababa ambaye tunamuona ni tajiri mkubwa, lakini hapendi sana kuonyesha utajiri wake kwenye mitandao ya kijamii. Diamond akadai kwamba mmiliki mwingine yeye hatamani kujionesha kwenye mitandao ya kijamii, na yeye pia ndiye ana share kubwa katika media ya Wasafi. Sasa Diamond anakuambia alipoona kwamba jina lake linamfaidisha mmiliki mwingine, wamiliki walikuwa wawili, yani wamefanya biashara ile ya share, kwamba mna share faida kwa asilimia. Anakuambia yule mmiliki mwingine alikuwa na 60%, yeye ana 40% ambaye ni ndogo. Lakini Diamond anakuambia baada ya kuona kwamba yeye ndo mtu ambaye anaingiza anafanya kazi kubwa, ukiangalia jina lake ni kubwa sana, jina la Wasafi ni jina kubwa, jina ambalo amelitengeneza kwa muda mrefu. Sasa Diamond anakuambia akiangalia jina lake ambalo amelitengeneza kwa muda mrefu, ambalo huyo tajiri yeye analitumia, lakini pia akiangalia brand yake ya Diamond ni kubwa, hivyo basi akaona sio mbaya aweze kuanza upya. Anakuambia waligawana kila kitu, ndio maana wafanyakazi kaondoka, kila kitu kikaanza upya. Na sasa hivi Diamond amedai kwamba ujio wake mpya unakuja na Wasafi Media inakuja upya, Wasafi TV, Wasafi Radio zote zitakuwa online, lakini kwa umiliki wake yeye mwenyewe alikuwa hatamani kabisa kuwa share na mtu mwingine, yani ameimprove kwa kiasi kikubwa sana. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.